Historia ni somo linalosomwa katika maeneo mbalimbali duniani. Si kwa sababu hakuna mengine ya kusomwa, bali ni kwa sababu ya kulinda asili, zamani yetu, kutambua leo na kutabiri kesho yetu. Katika mchezo wa soka, historia nyingi zimewekwa na familia ya mchezo huo, ikiwa ni kutambua makubwa yaliyofanywa katika mchezo wa mpira wa miguu. Tukio likiwa historia, litaishi karne na karne. Ndiyo maana tunafahamu kuwa Real Madrid ndio vinara kubeba mataji ya klabu bingwa barani Ulaya, si kwa bahati mbaya, bali ni kwa sababu historia ilihifadhiwa. Yes, nazungumzia historia kama ile ya Abdallah King Kibaden na hat-trick yake katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Basi, kuna historia kubwa imewekwa tena na itachukua muda mrefu kuja kuvunjwa kwa sababu ya ukubwa wa historia hii. Je, unafikiri ni kuhusu mfungaji bora? Hapana. Au labda ni kuhusu kocha bora? Nalo si jawabu sahihi. Ni Jumanne ya Juni 30 ya mwaka 2026. Nyuso za wapenzi wa soka nchini Tanzania, hasa wale wa kijani na njano, zilionekana zikinawiri katika hali ya furaha na msisimko usio wa kifani. Si kwa sababu ya matokeo ya kombe la dunia ya kushangazwa baada ya vigogo kama Ujerumani na Uholanzi kutolewa, bali ni klabu ya Yanga, timu ya wananchi. Hapa nazungumzia jeshi la kijani na njano ambao wameweka historia kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara mara 5 mtawaliwa. Hii haijawahi kutokea. Timu hii yenye maskani yake pale Kariakoo, mtaa wa Jangwani, na historia ya klabu ya Yanga ilianzia tangu ya enzi ya miaka 1910, ingawa rasmi ilianza kutambulika 1935 na tayari imechukua ubingwa zaidi ya mara 30. Ikumbukwe, mashabiki wengi wa nchini walishindwa kutamka jina la Young Africa kwa ufasaha, ambapo ilipelekea kuzaliwa kwa jina la Yanga. Klabu ya Yanga imetwaa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hii ni mara 32 sasa katika historia yake. Kati ya mataji hayo 32, Yanga imefanikiwa kushinda ubingwa wa ligi kuu soka kwa misimu 5 mfululizo, kitu ambacho hakikuwahi kutokea hapo awali, ikiwa ni timu yenye makombe mengi tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe, ikifuatiwa na mtani wao mnyama Simba mwenye mataji 22, Mtibwa Sugar wenye mataji 2, Azam taji 1, pia Coastal Union mwenye taji 1 na kadhalika. Kwa zaidi ya miaka 60 ya ligi kuu Tanzania bara, Yanga imeendelea kuwa kigogo mkubwa wa soka la Tanzania. Umaarufu na mafanikio yake hayawezi kupuuzwa, kwani inaongoza kwa idadi ya mataji iliyopata, jambo linalothibitisha jinsi ilivyo mstari wa mbele katika historia ya soka nchini Tanzania. Chukua kalamu na karatasi, nakili hii rekodi mpya kwa Yanga Afrika imechukua ligi kuu soka Tanzania bara mara 5 mfululizo. Langu jina ni Gerard Kadinya, niite kiungo bamia ni wapo uwanjani, niliyekuandikia na kukusimulia haya. Vamos green and yellow, vamos Yanga Africa, hadi wakati mwingine.